Hans Raphael Mabuluji ya. Mambo vipi? Poa, kwa vizuri. Kama kawa. Mambo yanaenda? Shwari. Bana Hansi, maoni yako kwenye sakata la dabi ya Kariakoo mara baada ya purukushani za miezi kadhaa, hatimaye tarehe imepangwa tarehe 25. Ulikuwa na msimamo kuhusiana na kile ambacho Young Africans wanakiamini kwa matakwa, lakini pia kutocheza tarehe 15 na hatimaye tumefanikiwa. Namshukuru Mungu, na ni siku ambayo nilikuwa naisubiri kwa hamu. Najua siku zote ukweli huwa unachelewa kufika. Tunasema ukweli huwa unapanda ngazi. Na uongo huwa unapanda lift. Kwa hiyo always uongo huwa unawahi kufika sehemu, lakini ukweli unachelewa. Lakini ukifika kila kitu kinajulikana. Kwa hiyo niko happy kwa sababu mpira wa Tanzania umeweza kupiga hatua kwa asilimia kubwa sana, na umeweza kuwaweka pembeni watu ambao walihitaji kunajisi. Tarehe 8 watu waliahirisha mechi ya Kariakoo Derby pasipo kufuata kanuni, walivunja kanuni. Waliopeleka timu uwanjani wakadai haki yao ya alama 3 hawakupewa. Ikabidi wagome kucheza mechi nyingine ya tarehe 15. Lakini ambao walitakiwa kutoa haki hawakuwa tayari kwa sababu walikuwa kwenye mashindano na Yanga. Kwa maana ya bodi ya ligi, vijembe vilikuwa vinaendelea kila kona. Kwa hiyo tusingeweza kupata muafaka mpaka pale ili jambo lilipofika kwenye mamlaka za juu zaidi. Mamlaka za juu tuna uhakika wametenda haki kwa sababu pande zote 3 zimesikilizwa. Bodi ya ligi imesikilizwa zaidi ya mara 2, lakini Simba na Yanga nao wametuma wawakilishi wao ambao wamesikilizwa. Na ripoti ambayo imekuwa ni ngumu sana kutoka public, tuna uhakika imesikilizwa kwa mamlaka za juu. Kwa hiyo baada ya kusikiliza pande zote 3 ndo yametoka majibu. Majibu ni kwamba dabi inasogezwa mbele kutoka tarehe 15 mpaka tarehe 25, and then wahusika walio unajisi mpira wa Tanzania wakae pembeni. Mguto pembeni, Kasongo simamishwa kazi huko pembeni. Na kuna uwezekano pia hata hao wengine wakaondoka. Umeona? Kwa hiyo kilichofanyika pale ni haki, kwamba mpira utachezwa, lakini waliofanya uhuni wa kuharibu na kuleta hii migogoro wanakaa pembeni. So mimi niko happy kiukweli. Safari hii kumekuwa hakuna sababu pengine mchezo kuahirishwa. Unadhani Young Africans ndio wameshinda kwenye hili au mamlaka za juu ambazo zinatafuta suluhu kwenye dabi ya Kariakoo? Yanga wameshinda, lakini zaidi ni mpira umeshinda. Kwa sababu Yanga walitetea haki. Yanga walisimama kwenye haki. Na walikuwa tayari hata kucheza ligi ya Zanzibar. Kwa kitu ambacho watu wengi hawajui, Yanga tayari washaandika barua kwenda mamlaka kwamba msimu ujao wanaomba kucheza ligi ya Zanzibar. Waliandika huko au Zanzibar? Waliandika kwenye mamlaka za huko wakitaarifu kwamba wao wataenda kufanyaje? Kucheza ligi ya Zanzibar. Kwa hiyo walikuwa tayari kucheza nje ya ligi kuu bara. Lakini ni kwa sababu walisimamia misimamo yao ambayo ni haki. Umeona? Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba baada ya mamlaka kusikia mamlaka za juu sasa, baada ya kusikiliza pande zote 3 na kujua nani alikosa, wasingeweza kuruhusu dabi ya tarehe 15 ifanyike kwa sababu Yanga hakuwa na muda wa kujiandaa. Kwa sababu mpaka tarehe 14, 13 Yanga walikuwa wanasema tupeleke timu uwanjani. Kwa hiyo hawakuwa na maandalizi yoyote ya dabi. Sasa au kamzi uambie umetoa maamuzi tarehe 13 afu uambie tarehe 15 wacheze dabi. Isingewezekana. Kwa hiyo ilihitajika mechi isogezwe mbele ili timu zote sasa zijiandae kwa ajili ya hiyo dabi na tumpate bingwa ambaye anastahili. Kwa hiyo nimefurahi kwa sababu mpira umeshinda, mpira unakwenda kuchezwa ili tumpate bingwa. Ina maana ligi yetu haitoharibika, bingwa atapatikana na atakayeshuka daraja atajulikana. Anda walio unajisi mpira wamekaa pembeni akina Kasongo na mwenzake. You see? Kwa hiyo nadhani ndo vigezo ambavyo vimepelekea hiyo mechi kusogezwa mbele. Sawa, kwa upande wa tarehe ambayo imepangwa, tunaona Simba hata hawakuposti, hawakusema chochote, lakini pia mashabiki wa Simba wamekuwa na reaction tofauti kwenye hili. Kwa sababu wamekubali. Unajua kimya wao ni kukubali. Yani hiyo iko hivi. Hiyo mechi ipo. Yani kutoposti kwa Simba haijalishi kwamba hawapeleki timu uwanjani. Tarehe 25 hiyo dabi haina kipengele.
yani labda atokee machafuko kwenye hii nchi. Lakini kama hamna machafuko, hiyo dabi haina kipengele. Yani hiyo dabi inapigwa tarehe 25. Na Simba wamekubali, Yanga wamekubali. Umeona? Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni kusubiri huo mchezo wenyewe. Na kwa nini wamekubali kucheza? Means haki iliyotoka wamekubaliana nayo. That's why wameamua kucheza. Kwa hiyo binafsi mimi niko happy kwa sababu kila ambacho tumekuwa tunakipigia kelele kimefanyiwa kazi na majibu yametoka. Yanga wameshinda kutokana na haki zao na mpira wa Tanzania umeshinda. Lakini kabla ya hapo Simba walitoa barua kwamba hawatoitambua tarehe nyingine ya michezo, huku wakidai pia ripoti ya uchunguzi wa dabi ya mechi ya Machi 18 kuahirishwa. Lakini baada ya kuitwa kwenye mamlaka za juu wamekubali. Means hukumu iliyotoka huko kwenye mamlaka za juu wamekubaliana nayo. Umeona? Wamekubaliana nayo kila kitu. Kwa sababu ile ilikuwa ni majadiliano. Na maana wamekubaliana na kila kitu. That's why wanacheza. Kama Yanga ambavyo wamekwenda kwenye mamlaka wakasema hatuchezi, msimamo ukabaki pale pale. Ina maana kama ripoti imekwenda, mamlaka zimeitazama ile ripoti, wameona nani anakosea, fresh. Kuna watu wanasema eti busara imetumika. Hakuna busara. Kama ni busara ingetumika watu wasingeadhibiwa. Kasongo angekuepo pale, Mguto angekuepo. Kwa sababu busara ni funika kombe mwanaharamu apite. Ina maana ungesema okay, TFF bodi ya ligi bakini kama mlivyo, Simba na Yanga nendeni mkacheze. Hiyo ni busara. Lakini watu wamefukuzwa. Watu wamejiuzuru, wamekaa pembeni. Means haki imetendeka, imefanyika, sio busara. Watu waache kuchanganya hivi vitu. Propaganda za Simba na Yanga ndo zinaleta huu ujinga wote. Sawa, kuna haja sasa pengine tukapata ile ripoti ya uchunguzi ambayo ilisababisha dabi ya Machi 18 kuahirishwa, kwa sababu Young Africans walikuwa wanataka kuifahamu hiyo. Lakini pia Simba kwenye barua yao waliotoa waliwahi kusema kwamba wanataka pia hiyo ripoti. Mimi na uhakika sehemu ambapo haya majibu yametoka, hiyo sehemu ilipata ripoti. Mimi na uhakika. Kwa ina maana hiyo ripoti kama ilifika huko, Simba na Yanga wote wamepewa ripoti kabla ya hukumu hii ambayo tumeiona. Kabla ya majibu, ina maana Simba na Yanga wote wanajua ripoti nini kinaendelea. Kwa sababu wote si walituma wawakilishi wao kule. Ina maana ripoti imefika kule, mwenye makosa ameonekana. Kwa hiyo binafsi niko excited kwa sababu mpira umeshinda. Tuache siasa za Simba na Yanga, tusaidie mpira wetu. Na kwa nini ulikuwa unasimamia sana kwa Simba? Kwa sababu niliamini ninachozungumza kilikuwa na usahihi. Haijalishi nilikuwa nashindana na watu wangapi kwa wakati gani. Binafsi mimi Izae, Mungu alivyoniumba, ameniumba kupambana kwenye mazingira yoyote. Tangu nikiwa mdogo niko hivyo. Na sina kumbukumbu ya kufeli vita. Sina kwenye maisha. Kwa hata hili ulifahamu utashinda hasa. Ndio maana ninakwambia nilikuwa naisubiri hii siku. Sikujua itafika lini, lakini nilikuwa najua hii siku ipo. Kwa sababu haki haijawahi kukaa mbali. Haki itachelewa lakini itafika. Kwa hiyo ni kuchagua ni nini ambacho unazungumza. Na ni kwa sababu tuko kwenye nchi ambayo ina Simba na Yanga. Waandishi tumeacha misingi yetu ya kazi. Tunatumikia watu. Umeona? Kwa hiyo kama unatumika, ni rahisi mtu kukuambia nenda kazungumze hivi. Kwa upotoshaji ulikuwa ni mwingi sana kwenye hizi issue. Tunawachanganya hadi mashabiki zetu. Wasikizaji tunawachanganya. Yaani anasikiliza hicho, anasikiliza kila ajui. Lakini mwisho wa siku ukweli umefanyaje? Basi na kila mtu amejua nani alikuwa anazungumza ukweli, nani alikuwa anapotosha. Simple that. Shukrani sana. Nashukuru sana. Baada ya tarehe hiyo 25 kupangwa, unadhani itakuwa ni dabi aina gani kwa ubora wa vikosi vyote viwili? Itategemea. Kama timu zote zitafika kwa tofauti ya alama moja, itakuwa ni dabi kubwa na ngumu pengine kuwahi kutokea kwenye historia. Kwa sababu huu bingwa Simba anautafuta kwa ubaya ubwela. Yanga naye anapambana na huu bingwa. Kwa kama Yanga atashinda mechi zake 2 dhidi ya Prisons, dhidi ya Dodoma, means Simba naye akashinda mechi zake 2 dhidi ya Ken Gold na Kagera, means tutakwenda kwenye dabi ambayo Simba anahitaji alama 3, Yanga anahitaji sare kuwa bingwa. Kwa hiyo hapo Simba atakuwa na pushi zaidi, Yanga naye ana pushi zaidi. Kwa sababu hakuna kitu kizuri na kitamu kama kuchukua ubingwa kwa umemfunga mtani wako.